Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kuwa mazito kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ukiweza kushuhudia kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi hicho, ni kusema ya kwamba kile ambacho kilichopo kwa sasa kinawapa mashaka mashabiki wa klabu ya soka ya Young Africans. Baada ya kuweza kupoteza fainali ya Muungano, sasa wanarudi kwenye mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo taarifa ambayo imetolewa leo hii inaelezwa kwamba huko ndani basi mambo ni mazito kwelikweli. Hapa shikiki, moto unawaka kwelikweli. Ni kwa nini moto unawaka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kuelekea mchezo huu mkubwa kwelikweli, mchezo ambao pengine unaweza ukawa unatoa hatma ya kile ambacho kilichopo mbele kwa wananchi Young Africans. Kumbukwe kwamba huu ni mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo Young Africans anatafuta gepu la alama 8, huku Simba akitafuta gepu la kuweza kupunguza idadi ya pointi ambazo yuko nazo. Sasa taarifa ambayo imetoka kwenye kikosi cha Young Africans, na mimi nikaona sio vyema nikusogezee uweze kujua kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi hicho. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa taarifa zao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans unafahamu ya kwamba baada ya kuweza kupoteza fainali ya kombe la Muungano, maneno yakawa ni mengi juu ya mashabiki wakihoji kuhusiana na kiwango ambacho yuko nacho mwalimu, na maswali mengi kadha wa kadha wakiweza kuulizana mashabiki kuyapeleka kwa uongozi wa klabu ya soka ya Young Africans. Miongoni mwa maswali ambayo pia yaliulizwa ni kwa nini mwalimu Pedro ampi nafasi ya kutosha Atola Yao Kwasi kutokana na kiwango ambacho alichokionyesha kwenye mchezo huo, jambo ambalo likaanza kutilia mashaka juu ya mwalimu, na kama kuna baadhi ambao wanaona pengine ndio wachezaji sahihi, huku wachezaji wengine wakinyimwa nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha kwanza, licha kwamba ni wachezaji ambao bado wana ubora mkubwa wa kuweza kuipambania klabu ya soka Young Africans. Kumbuka kwamba Atola Yao Kwasi alipocheza kipindi cha kwanza, alicheza kipindi ambacho kilikuwa bora sana, akafanya namna nzuri ya kuweza kuokoa, akaweza namna nzuri ya kuweza kudhibiti mashambulizi, alifanya mengi, lakini alipotolewa ndipo ambapo kikaja kile kizaazaa ambacho kilichoweza kutokea. Sasa klabu ya soka ya Young Africans na uongozi wake inaelezwa kwamba pengine hii mechi ya Simba na Yanga ambayo ni mechi ya ligi kuu huenda ndio ikawa mechi ya mwisho kwa kocha Pedro juu ya kuikinoa kikosi cha wananchi Young Africans. Kwa sababu gani? Pengine inaelezwa kwamba huu mchezo kama kocha Pedro basi ataangusha alama mbele ya Simba Sport Club, basi bila shaka itakuwa ndio safari yake ya kwaheri kwa wananchi Young Africans. Hawatakuwa na cha msalia mtume katika kuendelea kuweza kuiongoza klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo ni miongoni mwa masharti ambayo pengine
Inaelezwa kwamba uongozi wa Young Africans chini ya Engineer Hersi umeweza kuyatoa kuelekea mchezo huo ambao ni mchezo ambao umebeba hisia za watu wengi. Kumbukwe kwamba mchezo huu ukitaka kujua kwamba ni mchezo ni mkubwa, hata waamuzi wenyewe tu wanatoka Morocco. Kwa hiyo hakuna la kusema ya kwamba tulionewa, tulifanywa hivi, bali bila shaka kila kitu kinakwenda kufanyika katika professional way, katika njia ambayo kila mmoja ataondoka na kile ambacho yeye anakihitaji. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo iliyopo kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine hawa ni wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Kwa hiyo bado mkakati unaendelea, lakini inaelezwa kwamba anaandika mchambuzi Anslafel akisema ya kwamba Yanga wamepoteana, Yanga ubora wao upo tena. Inaelezwa kwamba miaka 2 au 3 iliyopita Yanga walikuwa na timu nzuri sana, walikuwa na kikosi bora sana, ndio maana kila kitu kilikuwa rahisi kwao. Kila kocha alionekana bora na walitengeneza gap kubwa baina yao na Simba, ndio maana walishinda dhidi ya dabi 6 mfululizo. Ila ukitizama sasa mambo yamebadilika, dabi 2 mfululizo Simba anaibuka mbabe. Sio kwa bahati mbaya, kuna mawili: Simba wameimarika zaidi au Yanga wameshuka, hawana timu. Lile gap kubwa halipo tena, ile quality ya Yanga kwenye mpira haionekani, ule upambanaji wa Yanga umepungua. Mfano jana unaweza kuona wanaswaga kupata mchezaji wa Yanga alikuwa na performance nzuri. Mwishoni mwa msimu hii timu inahitaji maboresho makubwa sana, hata kama itashinda ubingwa wa ligi, ila Yanga hii sio ya misimu 3 au 2 iliyopita. Ujenzi mpya unahitajika. Ni jambo la kujua nyakati na kuondoa mazoea. Yanga hii haikupi tena kiburi cha kusimama na kusema Simba atakufa. Hii sio ile Yanga ya Azizi Ki, Aucho na Mayele. Gepu baina yao na Simba limeondoka. Ujenzi mpya unahitajika kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Lakini kipigo cha Simba kimewafumbua macho. Sasa ni vita ya dabi ambapo Pedro ameweza kuliweka wazi, ambapo baada ya kupoteza fainali ya kombe la Muungano dhidi ya Simba katika uwanja wa Amani, kocha mkuu wa Yanga Pedro amesema matokeo hayo ni sehemu ya kujifunza na kuboresha mapungufu kabla majukumu yajayo, hususan katika Kariakoo Derby. Pedro ameeleza kuwa licha ya kupoteza taji, ameridhishwa na kiwango cha ushindani kilichoonyeshwa na ambapo klabu ya soka ya Young Africans wenyewe kupitia kocha Pedro ni kama vile ambacho alichokizungumza na kuonyesha kwamba anahitaji kuweza kwenda kupambana ili kuhakikisha kwamba hata hizo pointi za Simba anakwenda kuzichukua. Ni kana kwamba kwa miaka hivi karibuni kocha Pedro ndio kocha pekee ambaye ameshindwa kutamba mbele ya Simba Sport Club, tofauti na makocha wengine ambao walikuja na kuweza kuiangamiza klabu ya soka ya Simba Sport Club. Lakini kwa upande wake mambo yameonekana kuwa magumu kweli kweli kwenye kikosi cha wananchi. Hapa nazungumzia Young Africans. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama